enzi, pokea tukuzo na kusifiwa kwa kila aina. Tuko mbele zako Bwana kwa damu ya Yesu. Asante kwa rehema na fadhili zako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Pokea heshima Bwana, pokea utukufu Bwana, pokea sifa Bwana. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo uliyetuleta mbele ya madhabahu yako takatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Bwana kwa rehema zako. Amen. Amen. Naomba tukae. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu tena kwa ajili ya asubuhi nyingine ya leo, tunapoendelea na fundisho letu kwa habari ya baraka katika kazi za mikono yako. Na jana tumeendelea tena vizuri kwa kuangalia segment ndogo kwenye somo hilo la baraka za Mungu kwenye kazi za mikono yako. Utakumbuka kwa wewe ambao ulikuwepo, nilifundisha kwa habari ya tafasiri za kazi ya mikono yako. Nini kinachoitwa kazi za mikono yako? Nikasema tafasiri kubwa mbili za kazi ya mikono yako. Ni tafasiri namba moja ni kazi ya mikono yako kwa njia ya moja kwa moja, lakini tafasiri ya pili, kazi ya mikono yako kwa kutumia mtu fulani. Kazi ya mikono yako kwa njia moja kwa moja, maana yake ni ile kazi ambayo wewe unajihusisha moja kwa moja katika kuifanya au kuitenda. Lakini namba mbili ni kazi ya mikono yako kupitia mtu fulani. Ni ile ambayo kuna mtu uliyemweka akuuzie duka au akufanyie kazi, umemwajiri. Kwa hiyo kampuni ile au duka lile ni kazi ya mikono yako, lakini kwa kutumia mtu fulani. Na tukaona ushahidi wa kibibilia ambayo unasadifu maneno haya kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ya 30 na mstari wa 27, tulipoona kwa habari ya kazi ya mikono ya Labani Mshami kwa maana ya kumweka Yakobo, lakini pia tukaona kazi ya mikono ya Yakobo kwa maana ya yeye mwenyewe ndio aliyekuwa anafanya. Leo ni siku nyingine tena ambayo Mungu ametupa, na kati ya mambo ya kushangaza jana tukaangalia uchawi katika kazi za mikono yetu. Kafundisha kwa habari ya uchawi, uwepo wa uchawi na mambo ya giza kwenye kazi za mikono yetu, ikiwa na lengo la kutuzuia tusiongezeke. Jana tulipomaliza ibada, kati natoka pale nje, nikakutana na mama mmoja, akaniambia, mwalimu, leo umenipa majibu ya kile kilichotokea. Nilikuwa na biashara yangu ya Tigo Pesa, niko kwenye kibanda changu cha kubadilisha fedha. Akaja mtu kwa ajili ya kuweka fedha. Alipoweka fedha akanipa keshi. Ile keshi sikujisikia kuzichanganya na zingine, nikaziweka pembeni ili kwamba baadaye nifanye mahesabu yangu vizuri sana. Yule mtu akashangaa, akaniambia, mwalimu, huwezi kuamini, sina mtu mwingine aliyeingia kwenye kibanda, nilikuwa mimi mwenyewe. Ile keshi nilipoiweka baada ya muda sikuiona, nimetafuta nikapata hasara, mpaka leo sijaiona. Na nimeweka eneo ambalo hakuna mtu anaweza kaingia, ni mimi tu niko kwenye kibanda, tule tubanda tudogo anachoingia pekee. Unachokitazama isiyo unachokiona. Akakupa makaratasi, ukapokea, ukayaweka pembeni, ukampa bidhaa, ukampa na chenji, na wewe ukafikiri kwamba nimempa na chenji, nimempa na bidhaa aliyoitaka, na amenipa fedha, nimeziweka mahala. Kumbe hajakupa fedha, amekupa kitu kingine kabisa. Baadaye unakuja kushangaa, hichi kitambaa kimefuata nini kwenye draw ya hela? Unakitoa kitambaa chako, lakini kumbe wakati anakupa wewe uliona ni fedha, kumbe kwake amekupa kitambaa. Na jambo hili ni bayana kabisa. Wale watu ambao mlihudhuria Mazingaombwe mtanifahamu vizuri sana. Kwenye Mazingaombwe uliona yule bwana anachoma kisu huku kinatokea huku, wala haikuwa kisu. Aliweka tu kalamu kwenye kichwa chake, alafu akaloga. Macho yenu wote mnaona amechoma kisu huku kinatokea huku. Mambo hayo yapo sana. Kama hujakutana nayo huwezi kuelewa, lakini kama umewahi kukutana nayo utaelewa vizuri sana. Kama wewe uliwahi kuhudhuria Mazingaombwe, basi uliwahi kulogwa, kwa hiyo utanifahamu na utaliamini hilo. Sema amen. Mwangalie jirani yako, muulize, uliwahi kulogwa? Tulilogwa wote. Umeokoka tu leo, jeuri yako ya kuokoka tu leo, lakini tulishalogwa wote, na sisi wengine ndio tulikuwa tunatumia mifano kwenye Mazingaombwe. Haleluya.
Leo siku nyingine tena Jumatano, nataka tusimame kwa habari ya kazi za mikono yetu, lakini leo specifically nataka tujifunze na tuombe kwa habari ya kibali cha Mungu katika kazi za mikono yetu. Kwa hiyo leo tunasimamia kwa habari ya kibali cha Mungu, the favor of God on the work of our hands. Kibali cha Mungu katika kazi za mikono yetu. Kibali cha Mungu katika kazi za mikono yetu. Tunapozungumza kwa habari ya kibali, wapendwa katika Bwana, tunazungumza kwa habari ya upendeleo, tunazungumza kwa habari ya favor, tunazungumza kwa habari ya kupendelewa na Mungu kwenye kazi za mikono yetu. Kuna mambo ambayo uwezo ukatumia nguvu kuyapata kama kibali cha Mungu kikiwa juu yako. Watu wa Mungu, kibali ni kitu essential sana kwenye maisha ya mwanadamu. Na ndio maana sio sisi tu watu wa Mungu, sio sisi tu watakatifu, hata walio waovu nao huwa wanatafuta kibali. Lakini kwenye ulimwengu wao hawaiti kibali, kwenye ulimwengu wao wanaita mvuto. Ndio maana unaweza kuona mabango mahala na mahala wanakuambia tunarudisha mvuto wa biashara, njoo upokee mvuto wa kazi, njoo upokee sijui mvuto wa mapenzi, mvuto. Lakini kinachoitwa mvuto kwao, kwa Mungu wetu, ndio hicho kinaitwa kibali. Wanajaribu kuchengesha tu kidogo kupeleka kwenye upande wa pili, lakini kibali cha upande wao na kibali cha upande wetu ni tofauti. Kwa nini? Kwa sababu shetani akikupa kibali, anakupa kibali ufanikiwe, baadaye uanguke, uangamie kabisa. Lakini Mungu akikupa kibali ili utukufu wake udhihirike. Haleluya. Kwa hiyo kibali cha Mungu, hebu mpigie Bwana makofi kwanza, mpigie Bwana makofi. Kwa hiyo kibali cha Mungu kinalenga kufunua utukufu wake, lakini kibali cha shetani kinalenga kukudondosha. Ibilisi hajawahi kumpenda mwanadamu hata kidogo. Hata kama ukiona shetani anakupa yai zuri sana, anakwambia yai la kuchemsha nimeshakumenyea, kula, chunguza lile yai. Ndani ya lile yai lazima ameweka sindano ili ukimeza uangamie. Hawezi akakupa kitu kilicho kizuri, lazima anakufichia mtego ndani yake. Lakini Mungu akikupa, amekupa. Mwanzo sura ya 4 na mstari wa kwanza. Mwanzo sura ya 4 mstari wa kwanza. Leo tunasimama kwa habari ya kibali cha Mungu katika kazi za mikono yetu. Mwanzo sura ya 4 mstari wa kwanza. Nitasoma na kuendelea pale, tuweke msingi wa leo tunapomtafuta Bwana na kibali chake. Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba akamzaa Kaini. Akasema, nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana. Mstari wa pili. Akaongeza akamzaa ndugu yake Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima wa ardhi. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima wa ardhi. Watoto wawili hawa wa mzee Adamu. Mungu yuko pamoja na Adamu. Adamu kazaa mtoto wa kwanza Kaini, baadaye akaongeza kazaa mtoto wa pili Habili. Biblia inaanza kuwafafanua watoto hawa kila mmoja kwa habari ya kazi za mikono yake. Kaini alikuwa Habili alikuwa ni mchunga kondoo na Kaini alikuwa ni mkulima wa ardhi. Kwa hiyo kazi za mikono za Habili zilikuwa ni za uchungaji, alikuwa ni mchunga kondoo. Lakini pia Kaini akawa ni mkulima wa ardhi, analima mboga mbalimbali, analima matunda mbalimbali, analima vyakula mbalimbali. Kwa hiyo Kaini alikuwa ni mtu wa ardhi na Habili alikuwa ni mchunga kondoo. Mstari wa 3. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhibika sana, uso wake ukakunjamana. Watoto wawili hawa kila mmoja ana kazi za mikono yake, wanakwenda kupeleka sadaka mbele za Bwana. Kaini akapeleka mazao yake, Habili akapeleka wanyama wake. Biblia inasema Bwana akamtakabali Habili. Neno takabali ni ancient word, ni neno la zamani, ni neno lilotumika kwenye lugha za zamani. Neno takabali ukilileta kwenye version ya Kiingereza utaona neno accept. Accept ni kukubalika. Kwa hiyo unapoona Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali, ni sawa na kusema Bwana akamaccept Habili, yani akampokea, yani akamkubali.
Kwa hiyo sadaka ya Habili ikakubalika na sadaka ya Kaini ikakataliwa. Lengo langu nataka nikuonyeshe kwenye kazi za mikono yetu zinaweza kupokea kibali mbele za Bwana. Mungu hakupi kibali tu wewe. Mungu anakupa kibali mpaka biashara unayoifanya. Watu wengi wanasema namshukuru Mungu sana, nina kibali mbele za Bwana, leo nimeuza sana kwa sababu ya kibali nilicho nacho. Kibali cha Mungu kuwa juu yako haitoshi. Kibali cha Mungu pia kinatakiwa kuwa juu ya biashara yako. Kati ya mambo ambayo tunashindwa kuyafahamu sana, Mungu anaweza kukubali wewe, amekukubali kabisa, lakini biashara unayoifanya hajaikubali. Kwa mfano, kama wewe umempokea Yesu, unampenda Bwana Yesu, unasema kabisa Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, lakini biashara yako ni ya madawa ya kulevya, haiwezekani Mungu akakupa kibali. Namshukuru Bwana amenipa kibali. Kama unavyojua tena, leo nimeuza gunia 7 za bangi, Bwana amenipa kibali. Kibali atakupa wewe, lakini sio ile. Maana yake ni nini? Mungu anaweza kukutakabali wewe, lakini biashara yako isipate kibali. Mungu anaweza akaitakabali biashara yako pamoja na wewe, lakini kati ya vitu vya kugundua sana, kuna mambo yanayofanyika ili kibali kwenye biashara yako iondoke. Wakati mwingine biashara zetu zinakosa kibali, sio kwa sababu yetu sisi, hapana. Wewe ni mtakatifu wa Bwana na unamcha Bwana kweli kweli. Mungu anaweza kuweka kibali juu yako, lakini biashara ulionayo ikakosa kibali, sio kwa sababu Mungu haipendi, hapana. Ni kwa sababu ya mtu uliyemweka dukani aweze kukuuzia biashara yako. Umemweka mtu ambaye yeye ni mshirikina na ana mambo kadha wa kadha, ana makorokoro ambayo yanamfanya Mungu asiwepo pale. Kwa hiyo utashangaa biashara yako haitoki wala haiendi paka unawaza nini kinaendelea hapa. Unaweza kufunga na kuomba siku 40, ukafunga 3 kavu mpaka ukapata vidonda vya tumbo, bado usitoboe. Kumbe ndani ya biashara yako kuna mtu ambaye umemweka ni mfano wa Yona. Umeweka mtu ambaye kwa yeye anafukuza kibali cha Mungu. Na ndio maana ni vizuri sana unapokuja ibadani, ombea wale watu unaowaweka wakusaidie kuuza. Ombea wafanyakazi wako, ili kama kuna mfanyakazi ambaye hana kibali mbele za Bwana, wala yeye mwenyewe ana roho za utasa, roho za kukataliwa na wateja, hawezi kuproduce matunda, unapomuombea unamsaidia yeye na biashara yako pia inasaidika. Haleluya, Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo biashara inaweza ikapata kibali na wewe unaweza ukapata kibali. Kama ukikosa kibali uwezi ukatoboa. Kuna vitu utavifanya, kuna vitu utavipata kabisa na utaviishi kwa sababu tu ya kibali cha Mungu. Kibali kinachofanya ni kurahisisha mwendo wako. Unapokuwa na kibali kwenye biashara yako, mzigo unaweza ukauleta dukani kabla mzigo haujaisha. Yani wewe mwenyewe ukashangaa, mbona mzigo huu umetoka haraka sana? Yani mzigo huu unaelekea kuisha, unaagiza mwingine. Kwa nini? Kibali kipo pale. Lakini kama ukiona mpaka yule supplier wako anakupigia simu, he bwana unaendeleaje? Ule mzigo haujaisha tu, tulete mwingine, kuna tatizo liko mahala. Anatakiwa kabla hajakaa vizuri, unamwambia isee, mzigo ulioniletea Jumatano wiki iliyopita naona unakatika, niandalia mwingine, nitachukua Ijumaa kesho kutwa. Anasema sawa. Hapo manake mambo yako sawa. Lakini mpaka unapigiwa simu, mwaka njoba, ndio, mbona kimya? Nipo. Vipi bwana, nifunge tena? Subiri, kuna tatizo. Kwa nini asubiri? Mambo hayatoki. Hebu sema katika jina la Yesu. Baba wa milele, ninaomba kibali chako katika biashara zangu, katika kazi zangu, na wale watu ninaofanya nao biashara, ninaofanya nao kazi kama wasaidizi wangu. Baba, ninawaombea kibali katika jina la Yesu. Ninawaombea kibali kwa damu ya Yesu. Amen. Jipigie makofi mwenyewe kwa maneno hayo. Kwa hiyo wenzetu upande wa pili wako serious sana na mambo ya kibali. Wako serious sana na mambo ya mivuto.
na wana adabu sana kwa Mungu wao kwa habari ya mvuto wa biashara zao. Tutapata muda wa kutosha leo, kila mmoja uiombee kazi ya mikono yako kwa habari ya kibali katika kazi ya mikono yako. Na hapa simaanishi tu biashara ulionayo au ajira ulionayo inayoweza kupitisha mapato, hapana. Kazi ya mikono yako ni pamoja na ndoa ulionayo. Ndoa unayoitunza ni kazi ya mikono yako. Mungu amekupa huyo mume, Mungu amekupa huyo mke, umtunze. Hiyo familia uitunze, pia ni kazi ya mikono yako. Huduma ulionayo ni kazi ya mikono yako. Kwa hiyo kazi ya mikono yako pia inaweza ikapata kibali. Kati ya mambo ambayo ninamshukuru Mungu sana na amenifundisha practically, nilipokuwa na safari ya kwenda Israeli, nimefika mahala fulani, kila napofika mimi nilikuwa na rekodi klipu na warushia watu mitandaoni. Na rekodi klipu na warushia watu mitandaoni. Kumbe mimi sikujua kwamba Mungu amenipeleka kule nikayafunue mambo fulani ambayo paka kuna mtu ananiambia, mwalimu kwa kweli asante. Na mimi najiona kama nimefika Israeli. Ndio pale nikasema kumbe hata kazi ya mikono yangu inaweza ikakubalika siku fulani. Haleluya. Kila unayemuona leo, kazi ya mikono yako sio tu duka ulilonalo, hapana. Hata ile familia unayoitunza ni kazi ya mikono yako. Hata ile bustani ulionayo ni kazi ya mikono yako. Kila unachokifanya kwenye maisha yako, Mungu alichokupa ni kazi ya mikono yako. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo nilipokuwa nalihubiri neno, tukafika eneo fulani, sitasahau. Tumefika eneo hilo, sasa lile kundi letu tuliokwenda nalo, watu wote wakawa wananifurahia. Paka ikafika wakati wakimaliza kufanya survey, yule trainer akimaliza kuongea pale, hawaondoki. Wanasema tunajua tu kuna mtu hapa lazima arekodi, tunamsubiri ndio tuondoke naye. Na mimi wakisema hivyo, naweka pale rekodi zangu sawa. Kwa hiyo rekodi zingine na rekodi nikiwa nimelisimamisha kundi. Yani mimi ndio nikawa mfuasi msumbufu kuliko wote. Kwa nini? Kwa sababu kila unapofika ni Biblia. Kila unapofika kwenye ile nchi ni Biblia. Yani ukifika mahala unamuuliza yule mwenyeji wako, hapa tuko wapi? Anakuambia hapa ni Nengedi. Unakuja kwenye Bible search, mimi natafuta kwenye Biblia Nengedi, nasema ndio alikokimbilia Daudi. Yani kila mahala ni Biblia. Kwa hiyo nikawa sina haraka ya kwenda, na wasimamisha mpaka wakaniita Aaron the troublesome, yani msumbufu. Na mimi ni msumbufu, na nionaje? Unipeleki ovyo. Haleluya. Pigia makofi kidogo. Mimi unipeleki ovyo. Mimi nikitaka kitu utanipa, nikitaka utanipa. Yani nikitaka, usiponipa kwa hiari nitakichukua kwa namna nyingine. Haleluya. Kwa hiyo nikawa namna hiyo. Sasa hiyo kwangu mimi nilihesabu kama ni kazi ya mikono yangu. Nikashangaa nimepata neema sana. Yani kupitia hiyo tu, nimerudi tu hapa Tanzania tayari. Nikapokea simu kutoka kwa washarika pale nyumbani, ananiambia, mwalimu, piga ua, usharika umeandaa safari tena. Bora tusiende sisi, lakini wewe lazima uwepo. Nikasema sawa. Nanielewa? Sasa kama umeshasema wenyewe, kuna nini? Natoa kitu mimi hapo? Watajitafuta wenyewe. Haleluya. Nipigie makofi wewe. Kuna watu tunaishi namna hiyo sasa. Haleluya. Kuna watu kazi ya mikono yako ikipata kibali inakutambulisha kwenye stage nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Mgeukie mwenzako, mwambie kazi ya mikono yako ikipata kibali itakutambulisha wewe. Naomba usimame. Naomba usimame. Kuna watu mko hapa, majina mnayoitwa ni zile kazi mnazofanya. Kuna mtu hapa unaitwa Doris Mavyombo. Kwa nini? Vyombo vimekutoa. Kazi ya mikono ikipata kibali inakutambulisha. Ni kwa sababu haijapata kibali bado, ndio maana nitolea macho. Kazi ya mikono ikipata kibali, kupanda ndege ni kugusa, sio unazoea mwendo kasi mpaka unachakaa nalo. Haleluya, watu wa Mungu. Kwa hiyo tunataka kuombea kazi za mikono yetu, tuwe na muda wa kutosha wa kuomba. Hapa ni maombi binafsi, kila mtu abebe mzigo wake. Bwana Yesu apewe sifa. Kama uko hapo unatafuta kazi, basi jikite kumtaka Mungu akufungulie milango. Sawa sawa na Isaya sura ya 60:11, malango yako yatakuwa wazi daima. Hebu tuseme maneno haya sote. Sema, Baba Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo nasogea mbele zako, mbele ya madhabahu yako ulioiita kwa jina lako. Ninauliza kibali katika kazi za mikono yangu. Baba wa milele, ninaomba kibali katika biashara, katika kazi, katika huduma, katika miradi,
katika familia. Ninaomba kibali katika kazi za mikono yangu. Ninaomba kibali kwa damu ya Yesu. Ninaomba kibali. Ninaomba kibali kwenye kazi za mikono yangu. Uchawi, uganga na ulozi uliotupwa kwenye kazi za mikono yangu, leo na uondoa. Leo na uondoa kila mafungo yaliyoifunga kazi za mikono yangu. Leo nafungua kila kamba zilizoifunga kazi za mikono yangu. Leo nazikata kwa damu ya Yesu. Ninazikata kamba kwenye ulimwengu wa roho zilizofunga kazi za mikono yangu kwa jina la Yesu. Nakata kamba kuanzia sasa. Nakata kamba kuanzia sasa zilizoifunga kazi ya mikono yangu. Hebu anza kuomba pale ulipo. Anza kwenda mbele za Bwana. Anza kuwa imara. Anza kuwa imara kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba Mungu wa milele, tunakuja mbele zako kwa ajili ya kazi za mikono yetu katika jina la Yesu. Tunasogea mbele zako Bwana kwa ajili ya biashara uliyotupa, kwa ajili ya kazi uliyotupa, kwa ajili ya ajira uliyotupa. Tunakuja mbele zako katika jina lipitalo majina yote ya kapa ya Masaya rindara baba sakaribosa. Baba tuko mbele zako. Endelea kuomba, endelea kuomba. Maanisha ombea ile biashara yako, ombea ule mradi wako wa kuku, ombea 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 kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ombea 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 ombea. Usizalau, hiyo ni kazi ya mikono yako. Usizalau kabisa, hiyo ni kazi ya mikono yako. Bwana amekupa. Endelea kuomba. Na wewe uliye mtandaoni pale ulipo, ombea kazi ya mikono yako. Inaweza kuwa ni biashara, unayeuza biashara yoyote, biashara ya vyombo, biashara ya suti, biashara ya vyombo, mafuta, biashara ya nguo za watoto, biashara ya viatu. Endelea kuomba. Biashara ya mafriji, biashara ya TV, vifaa vya kielektronikia, biashara za simu, vifaa vya simu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba katika jina la Yesu. Tunakuja mbele zako Bwana kwa ajili ya kazi za mikono kwa damu ya mwanakondoo. Tunasogea mbele zako. Umempa biashara afanye mtoto wako, umempa kazi afanye mtoto wako, umempa Bwana ndoa aitunze, ni kazi ya mikono yake. Baba, tumegundua ya kwamba kazi za mikono yetu zinaweza kupata kibali, zinaweza kupata kibali. Tunasogea mbele zako. Tunaomba kibali Bwana, tunaomba kibali Bwana kwenye kazi ya mikono. Tunaomba kibali Bwana kwenye kazi ya mikono. Tunaomba kibali Bwana. Endelea kuomba, endelea kuomba. Liitie jina la Bwana kwenye kazi za mikono. Baba, tunaomba rehema zako kwenye kazi za mikono yetu kwa damu ya mwanakondoo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Endelea kuomba pale ulipo. Muombe Bwana kibali. Mungu akupe kibali kwenye biashara yako. Mungu akupe kibali kwenye biashara yako. Wewe usiye na biashara bado, unatafuta mtaji, una bidii, wewe unasimama kama winga. Mwambie Bwana, mwambie Bwana kila kazi ya mikono yako, zile biashara zote unazounganisha wateja na wauzaji, Bwana akupe kibali, Bwana akupe kibali, Bwana akupe kibali, Bwana akupe kibali. Endelea, 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 endelea. Tunaomba kibali Bwana, tunaomba kibali Bwana kwenye biashara zetu za saluni. Tunaomba kibali Bwana kwenye kazi zetu za hardware. Tunaomba kibali kwenye maduka ya vifaa vya ujenzi. Tunaomba kibali chako kwa damu ya mwanakondoo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunaomba kibali, tunaomba kibali, tunaomba kibali, tunaomba kibali, tunaomba kibali, tunaomba kibali kwa damu ya Yesu Kristo. Endelea kuomba, endelea kuomba kibali. Ombea kibali. Wewe ambaye bado hauna kazi ya kufanya, unamtafuta Mungu akupe mtaji, unamtafuta Mungu akupe kazi. Ombea, 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 ombea. Ombea malango yako yafunguliwe kabisa kwa damu ya mwanakondoo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Rapa sakaribosaya yandara baba sakaribosa yakapaya basaya imandala mama saya rakaposa. Baba, tuko mbele zako, watoto wako wa kike na wa kiume, tukitafuta kibali chako. Tumegundua Bwana, pasipo kibali hatuwezi kufanya biashara, pasipo kibali hatuwezi kufanya miradi, pasipo kibali
kibali hatuwezi kupata kazi, pasipo kibali hatuwezi kupata ajira, pasipo kibali hatuwezi kuolewa, pasipo kibali hatuwezi kuoa, pasipo kibali hatuwezi kujenga nyumba. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninaomba kibali Bwana. Nauliza kibali cha watoto wako hawa walioamka asubuhi kutafuta uso wako, watoto wako hawa walioamka asubuhi kutegemeza biashara zao. Naomba kibali Bwana, wanabidii Bwana, watoto wako wanabidii, watoto wako wanabidii, watoto wako wanabidii, watoto wako wanabidii. Tazama wanavyoomba, wanakulilia Bwana, wanalitia jina lako. Wamechoka maisha walio nayo, wana maisha ya kuzunguka pale pale, maisha yasiyo na maongezeko. Baba, tunaomba kibali kwa damu ya mwanakondoo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Rakapaya basaya rindarama masaka ribosa yakapaya basako rikapaya do riposaya rindaraba basako yandaraba basaya rakabosako rikabasaya, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Bwana kwa rehema zako, asante Bwana kwa upendo wako. Hebu mpigie Bwana makofi, pigie Bwana makofi ya shangwe. Rapakapa yanda rikababasaya, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Randarababasaka ribosaya. Amen. Naomba mgeukie jirani yako, umtegemeze katika Bwana, umtegemeze huyo katika Bwana, umwombee kibali kwenye kazi za mikono yake. Akipenda naweza akakushirikisha kazi za mikono yake. Kama anafanya biashara ya vifaa vya umeme, akwambie na wewe umwambie, lakini hakikisha umejua jina lake, sio jina la watoto wake au anaitwa mama fulani. Hapana, akwambie jina lake Parcel. Na utakumbuka nilikutangazia jana kwa habari ya siku ya Ijumaa. Itakuwa siku maalumu sana ya kuombea maongezeko kwenye kazi za mikono yetu. Nikasema kama unauza nguo, kama una biashara yoyote pale dukani kwako, beba kitu kimoja wapo unachokiuza kama ishara mbele za Bwana. Lakini kama vitu unavyouza viwezi kubebeka, kwa mfano unauza friji, unauza vitu vikubwa, chukua karatasi yoyote ya risiti yoyote inayohusisha vitu vile, njoo nayo, tutaomba kwa ajili ya maongezeko kwenye kazi za mikono yetu. Haleluya. Kama unauza heleni, unauza mafuta, beba tu kachupa kamoja, njoo nako hapa. Kwa hiyo Alhamisi ondoka nacho, ili Ijumaa asubuhi unaamka nacho hapa. Bwana Yesu asifiwe. Hakikisha umefahamu anaitwa nani, na utaomba kwa kumwombea huyo kibali mbele za Bwana. Ombea biashara yake ipate kibali, kazi yake ipate kibali. Kama anatafuta kazi, muombee yeye kibali cha kupenya pasipopenyeka katika jina la Yesu. Ukijisikia kunena kwa lugha katikati ya kumwombea, usijizuie, kwa sababu Roho Mtakatifu anamjua huyo sana, ataomba ndani yako kwa ajili yake. Jiachie, nena kwa lugha. Haleluya. Sema maneno haya sasa, na utataja jina lake pale katikati. Nitakaposema namleta rafiki yangu, wewe usiseme rafiki, taja jina lake. Haleluya. Sema maneno haya: Baba Mungu wa milele, ninakuja mbele zako asubuhi ya leo kwa moyo wa unyenyekevu. Mimi kama mtumishi wako namleta rafiki yangu huyu, taja jina lake. Namleta rafiki yangu huyu mbele ya madhabahu yako asubuhi ya leo. Baba wa milele, ninauliza kibali katika kazi zake, katika biashara zake, katika familia yake, katika maisha yake, katika huduma yake. Namwombea kibali kwa damu ya Yesu. Namwombea kibali. Roho ya kukataliwa na iondoa kwenye maisha yake kuanzia sasa. Naweka tangazo, ewe kukataliwa, achia biashara, achia maisha yake kwa damu ya Yesu. Achia kuanzia sasa, achia kuanzia sasa, achia, achia roho ya kukataliwa, achia maisha yake. Anza kumwombea sasa, muombee huyo roho ya kukataliwa, ifukuze kabisa. Kukataliwa ni kinyume na kibali, ifukuze hiyo roho, ifukuze hiyo roho. Ndio, 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 ndio. Muombee huyo, muombee huyo. Simama imara, taja majina yake kabisa, taja majina yake, taja majina yake. Fukuza roho ya kukataliwa, fukuza roho ya kukataliwa.
ita kibali kwake, ita kibali kwake. Raka paya basaya rindara babasaka. Endelea, endelea. Maanisha, maanisha, maanisha kabisa, maanisha kabisa, maanisha kabisa, maanisha kabisa, maanisha, maanisha, maanisha. Simama imara ukimaanisha. Anakutegemea wewe asubuhi ya leo, anakutegemea wewe huyo ili avuke na kupenya. Raka paya rikabosaka. Endelea, 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 endelea. Muombea kibali, fukuza kukataliwa katika jina la Yesu Kristo. Ndio, 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 ndio. Huyo 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 huyo. Kibali, kibali, kibali cha Mungu juu yake, kibali cha Mungu juu yake, kibali cha Mungu juu yake. Na waona watu wakipokea kibali, watu wakipokea kibali kwa imani. Endelea, endelea, endelea. Simama imara, simama imara, simama imara. Hali alionayo inatosha. Sasa apige hatua, sasa apige hatua. Unampigisha hatua huyo, unampigisha hatua leo, unampigisha hatua, unampigisha hatua, unampigisha hatua. Anapiga hatua, anapiga hatua, anapiga hatua kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Amen, 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 amen. Shangilie Bwana kwa makofi, shangilie Bwana kwa shangwe na vigelegele, shangilie Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Mgeukie jirani yako, mwambie asante sana, mwambie asante sana. Wewe ni mwanafamilia mwenzangu wa masifu haya ya asubuhi. Pigia Bwana makofi kwa ajili yake. Randa baba sakaribo saya. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa rehema na upendo katikati yetu. Tumekuona Bwana. Baba Mungu, kuna mambo hatuwezi kuyapata isipokuwa kwa kibali chako. Asante kwa sababu asubuhi ya leo umetutangazia kibali, na watoto wako tumepokea kibali kwa imani. Tutauza sana, tutapata faida sana kuliko siku zingine kwa sababu ya kibali cha Mungu juu yako. Tegemea mauzo kwenye biashara. Haleluya. Yandara baba sakaribosaya karabo sakaribosa. Haleluya. Amen. Mshangilie Bwana kwa makofi mengi mengi. Basi na tupokee baraka za Bwana. Bwana nasikia kwamba umebariki wengi, mina uomba sasa nibariki na mimi, na mimi, na mimi nibariki. Bwana Mungu akubariki na ukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili, na Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Pokea baraka hii katika jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibuni, mwe na siku njema. Wale wanaoendelea na maombi ya ziada, wenye uhitaji, basi kutoa sadaka yako, sogea mbele tuweze kuendelea na maombi hayo, hatua ya pili. Karibuni praise kwa ajili ya wimbo. Wenye uhitaji wa maombi ya ziada, karibu. Toa sadaka yako, naweza kusogea mbele tuweze kuendelea na hatua hiyo ya maombi. Karibu. Tunapoimba ni mwema, tunapocheka ni mwema, tunapolia ni mwema, tunapopanda ni mwema, tunapovuna ni mwema, hata sasa ni mwema, tunapolia
tunapocheka ni mwema, tunapovuna ni mwema. Wewe ni mwema, umwema, wewe ni mwema. Wewe ni mwema, umwema, wewe ni mwema. Wewe ni mwema, umwema, wewe ni mwema. Mungu wa baraka. Wewe ni mwema, umwema, wewe ni mwema. Wema kwako ni kama maji yanayomiminika bila kukoma. Wema kwako ni kama mchanga, siwezi kuhesabu. Tuakinge ama asikinge, hayataacha kutoka. Wema kwako ni kama mchanga, siwezi kuhesabu. Ai. Wema kwako ni kama maji yanayomiminika bila kuchoka. Tuakinge ama asikinge, hayataacha kutoka. Hata sasa ni wema, tunapoimba ni wema, Funika macho yako, mwabudu Mungu. tunapopanda Funika ni macho, wema, mwabudu Mungu kwa kumaanisha. Endelea kutafakari ukuu wa Mungu. tunapovuna. Wastahili wewe Bwana, Mwabudu Mungu kwa kumaanisha. Angalia msalaba. wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, kupokea utukufu. Imba wastahili, Wastahili wewe Bwana. Yesu wastahili,
kuimba wimbo huu. Tulipotea siku nyingi sana. Tuko mbele za Bwana kwa ajili ya kutafuta uso wa Mungu. Kila mmoja uliyetoka mbele, maanisha kabisa mbele za Bwana. Maanisha kabisa mbele za Bwana. Kuna watu mnahitaji ukombozi. Kuna watu mnahitaji kibali cha Mungu. Kuna watu mnahitaji kushikwa mkono. Kuna watu mnahitaji watu wa kuwavusha, kuwapeleka mnakotakiwa kwenda. Kuna watu mnahitaji ukombozi, ukombozi. Kuna mtu nasikia kabisa eneo la ukombozi linahitajika kwako. Eneo la ukombozi linahitajika kwako. Nimekombolewa na Yesu, aliyenirehemia kwa bei ya mauti yangu. Nimekuwa mtoto, nimekombolewa na Yesu. Maanisha kuimba hivyo. Maanisha kabisa. Funika macho yako mbele za Bwana. Nyosha mikono juu mbele za Bwana. Jiachilie mbele za Bwana. Kuna watu ukombozi unaupata unapoimba wimbo huu. Randa rababasaya ribosaka. Ni mwana wake. Funika macho mbele za Bwana. Nyosha mkono juu. Sema maneno haya. Sema kwa ushujaa na sauti tokayo ndani. Sema, Baba Mungu wa mbinguni, asubuhi ya leo niko mbele ya madhabahu yako, nikiutafuta uso wako, nikitafuta ukombozi wako. Ninajiachilia kuanzia sasa mbele zako Bwana. Niko tayari na ukombozi wako. Nipo tayari unifungue. Niko tayari unisaidie. Niko tayari uniokoe. Baba wa mbinguni, asubuhi ya leo nimekukimbilia wewe. Niko tayari univushe kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nipo tayari univushe kwa jina la Yesu. Baba wa milele, ninajizabiu mbele ya madhabahu yako. Kila magonjwa, kila laana, kila shida, matatizo, uchawi,
vifungo walivyonifunga kwa siri mbele ya madhabahu yako na viachilia hapa, niondoke nikiwa nimefunguliwa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kuanzia sasa naita ukombozi wako kwa damu ya Yesu, naita ukombozi wako, naita ukombozi wako. Unikomboe Bwana kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kazi za giza nazikataa, nazikataa. Mapepo achafu niachieni, achia maisha yangu, achia maisha yangu, achia maisha yangu, achia biashara. Hebu anza kuomba mwenyewe, anza kuomba. Endelea, 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 endelea. Omba mwenyewe, omba mwenyewe. Randa la Masaya. Yes, omba mwenyewe. Maanisha, maanisha, maanisha. Omba mwenyewe kwa jina la Yesu. Omba mwenyewe, omba mwenyewe, omba mwenyewe. Maanisha, 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 maanisha kabisa, maanisha kabisa, maanisha kabisa. Omba mwenyewe, simama imara, omba mwenyewe. Ndio, achia nguvu zote za giza, nguvu za mapepo, kila aina ya roho zilizofungwa katika jina la Yesu. Tunaharibu kila aina mitandao ya kipepo katika jina la Yesu. Achia maisha yao, 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 omba mwenyewe, achia kazi zao, omba mwenyewe, achia fursa zao, omba mwenyewe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kataa roho zinazokufuatilia, kataa roho zinazokufuatilia sasa. Endelea, endelea, endelea. Ombea ndoa yako, ombea kazi yako, ombea biashara zako, omba, maanisha, 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 maanisha. Yes, yes, yes. Achia maisha yao, achia kazi zao, kila maeneo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Endelea, funua kinywa chako mwenyewe, funua kinywa chako mwenyewe, funua kinywa chako mwenyewe. Tegemeza biashara yako, tegemeza kazi yako, tegemeza kazi yako. Ni kweli kuombewa ni kuzuri, lakini kuomba mwenyewe kwa faa zaidi. Omba, 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 omba kwa jina la Yesu, omba kwa damu ya Yesu, omba kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba wa milele, tunakuja mbele zako. Endelea, 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 endelea. Mimina moyo wako, mimina moyo wako mbele za Bwana, mimina moyo wako mbele za Bwana, mimina moyo wako mbele za Bwana. Ombea biashara yako, ombea kazi yako, ombea ajira yako, ombea ndoa yako, ombea mafanikio, ombea maongezeko, ombea, 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 ombea. Omba kwa jina la Yesu. Omba mwenyewe binti, omba mwenyewe mama, omba mwenyewe dada, omba mwenyewe. Simama imara kabisa, funua kinywa chako, omba. Usishangae wengine, wewe omba. Kila mmoja aombee mambo yake, usishangae mtu mwingine. Simamia mambo ya nyumba yako mwenyewe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu. Endelea, endelea, ombea. Kama ni biashara zako, kama ni kazi yako, kama ni mahusiano, kama ni ndoa, kama ni ajira yako, ombea, 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 ombea. Simama imara, endelea kuomba. Bwana nakusikia, Bwana nasikia kuomba kwako, 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 Bwana nasikia, Bwana nasikia, Bwana nasikia huo uchungu ulio ndani yako. Endelea kuomba, endelea kuomba. Unaondoka, 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 unaondoka. Karabosaka yandarabasaya karapaya. Ndio, kwa damu ya Yesu. Huo uchawi, huo uchawi, huo uchawi, hizo nguvu za giza zinaachia sasa. Hizo nguvu za giza zinaachia sasa. Hayo mapepo aliyokamata katika kitovu kila maeneo, kwa mamlaka ya jina la Yesu tunaangusha kila ngome, tunaangusha kila ngome kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ndio, ni kuachia, achia maisha yao, achia maisha yao kila mahali ulipokamata kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sema Yesu, sema Yesu, nakuja mbele zako, ninaomba ukaingilie kati hii vita inayoinuka asubuhi ya leo. Najisalimisha kwako, kwa kuwa wewe unaweza. Nguvu za giza, mapepo, majini, kila aina ya laana na mikosi vinavyonifuatilia
asubuhi ya leo havina nafasi tena. Hebu twende mbele za Mungu sasa. Kataa hizo roho zinazokufuatilia, hiyo miungu inayokufuatilia, hizo nguvu za giza, endelea kukataa na kuvunja. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunaendelea kuvunja kila mikataba, kila aina nguvu za giza na mapepo, kila aina roho zinazofuatilia watoto wako. Katika jina la Yesu tunavunja na kuteketeza kwa damu na moto, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Achia watoto wao, achia maisha yao, achia kazi zao, kila maeneo. Katika jina la Yesu tunafungulia uwepo wako, Bwana Mungu, nguvu zako zikawafunike, uweza wako ukaonekane katika jina la Yesu. Asante Yesu kwa sababu unasikia. Tumshangilie Bwana kwa makofi mengi mengi. Amen, amen, amen. Basi mwende kwa amani ya Bwana, muwe na siku njema na Mungu akawafanikishe kwa kila jambo. Amen. Asante.